Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Marekani imekataa Urusi kuondoa uranium iliyorutubishwa nchini Iran. Marekani imesema kwamba haitakubaliana na mpango wa Urusi kuchukua uranium iliyorutubishwa, lakini yenyewe kwa maana taifa hilo la Marekani litahusika na uondoaji wa uranium iliyorutubishwa ya 60% katika taifa hilo la Kiajemi. Msemaji wa ikulu ya Kremlin amenukuliwa akisema siku ya Jumatano kwamba Marekani imekataa pendekezo lake kwamba Urusi iondoe nchini Iran madini yote ya uranium yaliyorutubishwa kama njia ya kusaidia kutatua mzozo wa Mashariki ya Kati. Urusi ilipendekeza kwa mara ya kwanza mnamo Juni mwaka uliopita kwamba ichukue udhibiti wa hifadhi ya uranium ya Iran, lakini hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Kulingana na ripoti za habari, Urusi ilitoa pendekezo hilo tena wiki hii. Urusi ilikuwa tayari kukubali madini ya uranium yaliyorutubishwa ya Iran kwenye eneo lake, shirika la habari la serikali la RIA ililisema, na kupitia msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliviambia vyombo vya habari ikiwa ni pamoja na televisheni ya India Today kwamba huu ungekuwa uamuzi mzuri, lakini kwa bahati mbaya upande wa Marekani ulikataa pendekezo hili. Hata hivyo, Marekani imesema kwamba uranium iliyorutubishwa nchini humo haiwezi kwenda katika mataifa ambayo ni rafiki wa Iran. Mataifa ambayo yalitajwa hapo awali ni pamoja na Urusi pamoja na China, lakini Marekani imekataa kwamba mataifa hayo hayapaswi kuchukua uranium iliyorutubishwa ya Iran. Hata hivyo, kumbukwe kwamba Iran ina uhusiano na mataifa hayo, lakini pia kwa upande wa Urusi imejenga kinu cha nyuklia kwa kushirikiana na Iran. Kinu cha nyuklia cha Bushehr ni moja kati ya vinu ambavyo vimejengwa kwa ushirika kati ya Urusi pamoja na Iran. Kwa hivyo Marekani wakati huu inawaza pengine endapo Urusi itachukua uranium hiyo iliyorutubishwa huenda ikarejesha taratibu, lakini pia huenda Urusi ikatengeneza mipango mikakati ya ushirika katika kurudisha mpango wa nyuklia wa Iran. Duru za habari zikisema kuwa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umefutilia mbali pendekezo hilo. Kwa upande wake, Iran ilisema uamuzi wowote utategemea ikiwa inaweza kufikia makubaliano na Marekani, ikiwa ni pamoja na mpango wake wa nyuklia. Kwa sasa Iran imesema haipo tayari kuondoa uranium iliyorutubishwa nchini humo, lakini ipo tayari kwamba haitorutubisha tena uranium ndani ya miaka 5, pendekezo ambalo pia Marekani imelikataa. Marekani imetaja hifadhi ya Iran ya madini ya uranium iliyorutubishwa kuwa ina uwezekano wa kuwa na uwezo wa kupata silaha za nyuklia kama msingi wa mashambulizi yake dhidi ya Iran. Hata hivyo, 60% ya uranium iliyorutubishwa ikiongezeka na kufikia 90% huenda ikatengeneza mabomu ya nyuklia ambayo ni hatari kwa eneo zima la Mashariki ya Kati, licha ya kwamba katika eneo hilo yapo mataifa yenye silaha za nyuklia ikiwa ni pamoja na Israel. Lakini Marekani wala haikufuatilia mpango wa Israel wa silaha za nyuklia, lakini inatajwa Iran moja kati ya mataifa ambayo yanadaiwa ni mataifa hatari katika ulimwengu na mataifa ambayo yakazua hatari wakati wowote, licha ya kwamba mpaka sasa hakuna rekodi mbaya kwa Iran kufanya mashambulizi kwa nchi zingine zaidi ya vita vya Iraq. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi mwaka uliopita alipendekeza Urusi iko tayari kuondoa hifadhi kutoka Iran na kuibadilisha kuwa mafuta ya kiraia ili kuwasaidia kuwezesha mazungumzo, lakini ni Marekani ambayo imepinga pia mpango huo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.